Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Hamis Kabwe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema shekhe? Kwema shehe wangu. Upo? Nipo. Tupo bwana, tumetulia zetu. Tuanze hapa Sheikh Kabwe. Mechi ya jana ya Simba na Mashujaa, watu wakasema Lefali alipaliwa na mchezo. Tuanze kwa muamuzi wa mchezo jana Kefa. Mchezo wa Simba na Mashujaa. Ni kweli alipaliwa na mchezo na Simba alipata favorite kwa kubwa wake jana kwa matokeo yale. Tuanze kwa muamuzi kwenye ile maamuzi ambayo alikuwa anaamua jana uwanjani. Muamuzi Kefa Kayombo ageuka kuwa mjadala kuliko mambo ya kihuni ambayo aliyofanya Mashujaa. Muamuzi Kefa Kayombo ageuka kuwa mjadala kwa sababu za kihisia na za kishabiki kuliko matukio ya kihuni waliokuwa wanafanya Mashujaa. Nafikiri mjadala ulipaswa kuwa Mashujaa walikuwa wanafanya matukio mengi ya kihuni kuliko hata mjadala unaomhusu muamuzi Kefa Kayombo. Kwa sababu mimi nikiangalia ule mchezo jana, wanachomlaumu haswa muamuzi Kefa Kayombo na kugeuka mada ni kipi? Sikioni. Wakaanza kwa dakika 15 zile zimeongezwa, penalti zile zote mbili ambazo wamepata, red card ya goalkeeper. Watu wanalalamikia humo. Maamuzi ya yote aliyofanya Kefa Kayombo jana. Sisemi kwamba yalikuwa ni perfect. Yote yalikuwa ni perfect. Kuna mengine yaliyapatia. Kuna mengine yalikuwa nakosea. Kuna mengine zilikuwa kuna fouls zilikuwa zinafanyika kwa Mashujaa. Alikuwa kuna muda anafanya nini? Anaminya. Sikimla vizuri. Lakini akifanywa Simba kuna muda alikuwa anaweka fouls na mambo mengine afanya nini yanaendelea. Nakubaliana na watu wengi sana, lakini jana pia Simba alikuwa na favor hiyo kwa sababu ya kitu kimoja. Tukiongea ukweli, baada ya Simba kuruhusu goli moja, muda mwingi mchezo ulikuwa kwake. Yaani muda mwingi wale Mashujaa walikuwa wanachezewa kwenye eneo lao. Simba walikuwa wanacheza kwenye highline. Yaani mpira ulikuwa utoki kuanzia mstari wa katikati kwenda kwa Mashujaa. Na muda mwingi walikuwa wanaumiliki mpira walikuwa ni nani? Walikuwa ni Simba. Obviously ulitegemea Simba huyo ndio anamiliki mpira, alafu huyo tena awachezee fouls na ndi Mashujaa. Inakuwa ngumu sana. Si unaelewana vizuri? Mwisho wa siku Mashujaa wakawa wanawachezea zaidi fouls Simba. Kwa hiyo watu walikuwa wanataka unajua kuna hisia fulani za kishabiki. Kwa mfano ukiwa shabiki wa timu nyingine tofauti na Simba, unatamani hata kama Simba watafanywa fouls kiasi gani. Sijui umeelewa vizuri hata kama foul ni ya kweli utalalamika. Baki bado tunakaa tunaangalia mpira. Mimi mwenyewe ni shabiki wa Manchester United. Kuna muda Manchester wanaweza akafanya foul, mimi nikapiga kelele, urefa vipi wakati ni foul? Unajua zile kishabiki unajua zile za kishabiki. Hiyo ipo. Lakini ukweli unabaki kwamba ilikuwa ni foul na ilipaswa kuwekwa foul watu wapige. Na ndio haki kwa sababu sheria inasema hivyo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo muamuzi Kefa Kayombo jana, muda mwingi Simba walikuwa wakifanya foul, wanaweka foul. Watu walikuwa wanataka anandie awapetipeti kwa sababu tu eti wewe shabiki wa Yanga au wewe shabiki wa timu nyingine hupendi Simba wapewe foul. Ni upuuzi. Umenielewa vizuri huo ni upuuzi. Kwa kwangu mimi wanaomlaumu muamuzi Kefa Kayombo kwanza kwenye eneo hilo watakuwa wanamkosea heshima. Na wanapaswa kumuomba radhi Kefa Kayombo. Pili, eneo ambalo mimi niliona labda lilikuwa lina mgagaziko ni penalti ya kwanza. Penalti ya kwanza mpira uligonga tumbo na ukaja kwenye mkono. Kwa engo ambao tunaiona sisi. Umeelewa vizuri Sasa vaa viatu vya muamuzi Kefa Kayombo, ndio muamuzi huko katikati mwa uwanja. Ndani ya sekunde 2 tukio linatokea alafu wewe amua. Hapo kuna uhitaji wa VAR. Sasa yani umejibu very fantastic. Kuna uhitaji wa nini? VAR. Yani muamuzi anaona yuko pap, anaona mkono mkono umeruka katika hali ya kawaida. Simba wana pressure wanaomba penalty. Vaa viatu vya muamuzi Kefa Kayombo. Unaona tukio la mkono umeruka, mpira umegonga mkono. Inawezekana sitaki kumtetea, ila inawezekana labda yeye katika engo alokuepo aliona mpira umegonga nini mkono kabla kufanya nini ya kugonga tumbo. Vaa viatu vyake unafanyaje? Watu wanakuambia alikuwa haraka kuweka penalty. Kaka, Ulaya kwenyewe wa juzi tumeona mechi ya Manchester United na Athletic Club Bilbao. Umeona kuna matukio mengi ya fouls nini watu walikuwa wanaweka. Yani Ulaya naonaga watu wengi hawalaumu yakitokea matukio kama hayo. Ila ikija huku Tanzania kwa sababu watu wamejaa usimba na uyanga,
Umeona? Sasa jana ilikuwa ni uyanga zaidi. Jana ilikuwa ni uyanga zaidi. Watu wanamlaumu mwamuzi Kefa Kayombo kwa sababu ya uyanga wao. Yaani watu wanajivicha mpaka ule ushabiki. Yaani nimeona mpaka wachambuzi wengine na wenyewe wanajivisha ushabiki. Yaani wanamlaumu mwamuzi kwa matukio ambayo hata ukiangalia baadhi ya mechi za Ulaya ni matukio ambayo yanatokea na kuna muda watu wanakosea, si vizuri, ni ya kawaida, sio ya kumlaumu mwamuzi kiasi ambacho ikafikia hatua yani ukamaliza maneno yote. Ni kama vile yani hisia zimekujaza kishabiki, sasa umeumia. Yaani unatamani wale wapoteze ule mchezo ama watoe sare. Ndio maana lawama zako nyingi sana unazipeleka kwa mwamuzi Kefa Kayombo. Huo ni upuuzi, na hii tasnia uchambuzi pamoja na waandishi wa habari watu wanapaswa kuacha hisia za kishabiki. Umeelewa vizuri? Watu wana hisia sana za kishabiki. Yaani watu wanaingia na wenyewe kwenye ushabiki kiasi ambacho inapelekea kuna muda wanaolaumu sana hao waamuzi hata kwa makosa ambayo unaona kabisa bwana haya makosa sio. Sijui umeelewa vizuri Lakini tukio lingine lilikuwa ni la Shomari Kapombe. Ile tukio akuliamua muamuzi Kefa Kayombo, ni tukio ambalo liliamuliwa na muamuzi wa pembeni. Uongo kweli? Kibendela. Niambie. Kefa Kayombo lawama zake unaziweka wapi? Watu wanasema kama vile kulikuwa kuna poor communication. Maana yake Kibendela alinyoosha kama faulo ila Kefa akaiweka kati. Sawa. Mwamuzi alinyosha kama faulo, refa akaweka penalty. Mwamuzi alikuwa karibu wakati ile tukio labda linatokea au labda alipodondoshwa Kapombe, watu waliona ilikuwa ni kama mwamuzi kule aliona ni faulo, mwamuzi wa pembeni. Si ndio? Atafsiri nini? Faulo imechezewa wapi? Kuna mgagaziko hapa. Sio kwenye kuna mgagaziko kachezewa kwenye box. Mbona watu ndio mnaleta Uswahili bwana, mimi ndo sipendi. Unajua mimi ndo utanichukia. Mimi kiukweli utanichukia sana. Kwa sababu mimi sipendi ujinga. Na mimi niko hivi nimenyooka kama rula. Yaani wewe ukinisikiliza mimi ukaita ushabiki wako mandazi, utanuna kiukweli. Yaani wewe utanuna vibaya mno. Yaani utanuna, utavimba, utapasuka. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda haki, nasimama hivi nimenyooka kama rula. Mimi situmiki kipuuzi ujue. Umeelewa? Situmiki na sintotumika kwa sababu na upenda mpira kuliko chochote. Mimi sipendi timu na sipendi upumbavu. Kwa mimi nimenyooka hivi. Tuongee ukweli. Kama muamuzi wa pembeni alisema ni foul, Kapombe alichezewa ile foul akiwa wapi? Jibu wewe, uliangalia jana mpira, alichezewa akiwa wapi? Kiona vizuri utasema alichezewa akiwa kwenye boxi. Na pale kuna ile kuchezewa kwa Kapombe. Watu wakawa kuna mjadala ambao unaendelea sana, manake Kapombe ukiangalia kwa picha ya mrejeo ile mguso ulikuwa mkubwa kivile kama ukasababisha iwe free kick. Mguso ulikuwa mkubwa kivile. Hata mguso ule ulikuwa ni sasa nasikitika sana. Ndio shida hizo. Yaani unajua shida watu wakiona angalia mpira kwa hisia za kishabiki. Kuna vitu vingi watatafuta kakasoro. Haikuwa yani contact yake ilikuwa ndogo mno. Kugongana sana. Yaani ukiona mpira kishabiki, kuna muda hata mimi mwenyewe na Manchester yangu kuna wengi refa pale kazingua. Mbona nataka kugusa sasa, lakini baba contact yoyote, any contact kwenye eneo la box na ukiwa hujanuia kucheza mpira, ukaenda kucheza mwili wa mtu, kaka ni foul. Refa ana haki ya kuweka penalty ama kuweka foul. Ndio sheria inavyosema hivyo. Fouls and misconduct. Watu wakasome sheria ya 12. Shida ni kwamba watu ni wavivu kusoma, waende wakasome. Fouls and misconduct. Na asilimia kubwa mashabiki wengi wa mpira wa bongo wanaendeshwa na hisia kuliko uhalisia. Hawasomi, hawajui sheria na wanakaririshwa. Na mara nyingi wanakaririshwa na hao wasemaji wao. Umeona? Propaganda nyingi, uongo mwingi, umeelewa vizuri. Kwa hiyo ile inawavaa, mwisho wa siku wanakuwa wanazungumzia mpira kishabiki. Mimi siwezi kuzungumzia mpira kishabiki kaka. Umeona? Mimi kama mwandishi wa habari ambaye nimesomea, najua ethics za uandishi wa habari. Natakiwa nichambue habari katika engo zote za usawa. Siwezi kuzungumza kinafiki. Umeelewa vizuri Kwa kwangu mimi sijui uwe mguso wa namna gani, lakini nilivyomwangalia mimi Abdul Malik Hamza alienda kucheza mwili wa Shomari Kapombe na sio nini? Na sio mpira. Sasa ni mwamuzi akiweka foul kuna shida gani? Akiweka penalty kuna shida gani? Watu waache Uswahili. Someni sheria. Tuangazie kuna lingine linazungumzwa sana na uhuni waliofanya Mashujaa ni muda. Kama kuna kitu ambacho mimi sikipendi na kinanikera kwenye mpira wa miguu, sio tu Afrika, duniani kinanikera, ni kupoteza muda.
Kaka, Mashujaa jana hawakuja kucheza mpira, walikuja kutufanyia drama. Mashujaa jana hawakuja kucheza mpira, walikuja kutufanyia drama. Sisi tunalipa viingilio vyetu au tunalipa hela ya kingamuzi. Sio kwa sababu ya kuja kuangalia nyinyi drama zenu za kujidondosha mara mnapoteza muda. Sisi tunataka tuangalie burudani ya mpira wa miguu. Chezeni mpira. Cheza mpira. Simba wacheza mpira na nyinyi mcheza mpira. Tuone mkijibishana kimbinu. Tuone Mwalimu Salum Mayanga uwezo wake wa kimbinu ulivyokuwa mkubwa, anavyojaribu kumuuliza maswali magumu Mwalimu Fadlu Davis. Sijui mla vizuri kama ilivyokuwa first half. First half unajua Mashujaa walikuwa bora sana kimbinu kama unakumbuka vizuri. Yaani walipata goli lao moja wakakaa chini wakaamua kucheza kwenye low block, wanachagua moments. Kuna muda wanaenda kwenye mid block, kuna muda wanacheza kwenye low block, alafu washambulia kwa counter attack baada ya kupata goli moja. Kwa hiyo nitegemea second half mwalimu react kimbinu. Tuone labda mechi akifungua zaidi ya kutafuta goli la pili. Umeona kuna raha yake hivi. Au pia rudi tena kukaa kwenye eneo lake lile la kuzuia, lakini akiwa anacheza counter attack. Lakini tuone hizo moments, watu tuone ufundi wakina Yusuf Dunia wakifanya mambo yao, wakina Abdul Nasiri. Umeona? Lakini sikuona hicho kitu. Hakikuwepo jana. Kuanzia dakika ya 45 mpaka dakika ya 90. Kama jana mechi imechezwa sana, basi imechezwa dakika 21 tu. Ndio mechi imechezwa. Dakika 20 ama 21. Zilipaswa zile 15 kuongezwa kabla. Zilipaswa kuongeza 20 zingine. Sika 15. Kaka, watu wametoa pale hela yao kwenda kuangalia burudani. Sio kwenda kuangalia wewe Patrick Munthari unajidondosha, unajilaza, unamwita refa mara sijui nini. Mara sijui unafanya vitu vya kimbavu. Watu watoi hela kwa ajili ya kuangalia upuuzi. Na ndio maana watu wengi wanawachukia Waarabu. Waarabu wakija hapo wanajidondosha ovyo. Huo ndio mpira. Mambo ya kijinga ambayo kwangu mimi siwezi kukubaliana nayo. Sijui mla vizuri. Kwenye hilo muamuzi Kefa Kayombo nampa kongole. Na pamoja na wale force official walokapa. Zingeongezwa dakika 20. Bora mechi ichezwe pale mpaka giza liingie kama hamna taa. Lakini ule upumbavu haupaswi kuvumiliwa. Na hii kiukweli inatokea sana Simba na Yanga. Simba na Yanga wanaonewa sana kwenye hili. Timu nyingi sana zinapoteza sana muda kijinga. Sio Simba tu jana, hata Yanga kuna muda wanaonewa sana kwenye issue ya kupotezwa sana muda. Timu zikishapata haya matokeo mazuri, hizi timu kubwa, bila vizuri. Sasa mashabiki hao wa Yanga jana walikuwa wanaona ni sawa, lakini siku ikiwatokea wao kwa Yanga sidhani kama watafurahia. Yaani wapoteze muda, wajidondoshe vile. Watafurahia watu wa Yanga? Hawezi kufurahia wao. Sasa kwa nini jana wao wanatetea? Wao ni upuuzi huo. Kisa tu wale wafungwe upate hizo alama. Apate ahueni. Ni ujinga. Ikikutokea kwa wewe pia tena utalalamika tena. Unalalamika tena kwamba hawafai. Huo ni ujinga. Ili tuokoe mpira wetu lazima hivi vitu vya kipuuzi tuvikemee. Tuvikemee ili kuanzia au Simba na Yanga wote wafaidike. Shida ya Simba na Yanga hawapendi kusimamia kwenye ukweli. Yaani favor ikitokea kwa mtu huyu wanaona ni sawa. Ikitokea favor kwa mtu huyu wanaona ni sawa. Kaka, mimi utanichukia vibaya mno kwa sababu mimi nitazungumza ukweli. Favor wote wapate. Wote wapate favor. Mimi kama sio mtu wa mpira wewe kama sio mtu wa mpira, hujui mpira. Ni shabiki wewe umeshabikia mpira 2015 tena Simba na Yanga. Huwezi kunielewa wala huwezi kunisikiliza. Kwa sababu mimi nazungumza fact bro. Nazungumza kitu ambacho kilichopo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Mashujaa jana wao wenyewe. Tena kama dakika wakati anapigwa nyekundu Patrick Munthari, nilipost mimi. Na tena Mashujaa ni timu yangu kutoka Kigoma. Nyumbani kwetu sisi. Alafu unafanya upuuzi kama ule. Ardhi takatifu inatoa watu magenius. Kadi vipi ile ilikuwa sahihi? Kadi of course. Yaani mtu anaenda kupiga kona mpira huko kule. Alafu mpira mwingine umeingia ndani, wewe kipa una jukumu la kutoa mpira pale pembeni. Unaurudisha tena ndani. Maana yake unapoteza muda. Alafu una njano. Kuonywa nini wakati unafanya kwa makusudi? Yaani unafanya ni kama vile unacheza faulu ya makusudi. Refa anakuonya nini? Piga red card, toka nje. Ujinga kafanya huko. Siku nyingine akitafanya nini? Itakaa sawa. Yaani ule ni ujinga, na ndio maana wachezaji wengi wa kibongo kuna eneo ambalo career zao zinakuwa fupi sana kwa sababu our act is professional. Mela vizuri tofauti na wenzetu. Of course hayo mambo yapo kote duniani ya kupoteza muda. Lakini kwa kile ambacho walichokifanya Mashujaa jana na timu nyingi kutoka Tanzania zimekuwa zikifanya huo mtindo, wamezidi. Kwa kwangu mimi jana kwenye eneo la dakika ile nyekundu ya Patrick Munthari, muamuzi alikuwa sahihi na zile dakika zilikuwa ni chache mno. Ili ule upuuzi ukome, ni lazima zingeongezwa hata dakika 20 hivi. Ili siku nyingine
akili ikae sawa. Kabla tuwaangazie wekundu wa Msimbazi Simba, bila Ahoua Simba kutengeza nafasi na kuwa ngumu sana. Nadhani jana mashabiki wa Simba Sport Club wameona sasa umuhimu wa Ahoua, MVP wa Ivory Coast. Tugusie hapo. Simba bila Ahoua umeionaje ikicheza? Nzuri sana mdogo wangu. Swali zuri sana hii. Hii content ya peke yako kabisa hii mdogo wangu. Ukweli ni kwamba kiukweli jana Simba kwenye eneo la ushambuliaji jana walicheza vibaya. Ubela vizuri. Yaani kwamba kwa mfano jana tuseme tu kwa ujumla Simba hawakuwa katika form nzuri. Na ndio maana mimi nilichukia sana Mashujaa kufanya ule upuuzi. Simba wametoka kwenye zile mechi mbili za CAF. Ni kama vile zimewagharimu hivyo, wamekuwa na fatiki. Jana ulikuwa ukiangalia Simba yani hata Mpanzu muangalie kwenye maamuzi. Wachezaji unaona kabisa kuna miili imechoka, yani wanafanya kwa kulazimisha, unajua zile. Kwa hiyo kama jana Mashujaa ile game plan yao wangeifanya kwa ufanisi mkubwa. Kaka jana mbona Simba alikuwa anakufa au sare inapatikana? Angepata matokeo jana. Si jumla vizuri Lakini wao wenyewe ndio walijitoa kwenye mchezo. Jana ukiangalia Simba kwenye eneo la creativity ulikuwa unaona ni poor performance. Zile movements zilikuwa anazofanyaga Jean Charles Ahoua. Anakimbia kwenye nafasi. Mbona kuna muda unamkuta sometimes anaomba moja anaachia. Kwa sababu ukimtoa Jean Charles Ahoua, wachezaji wengi waliobaki Simba ni ball carriers. Wanapenda sana kukokota mpira. Ni ball to fit. Yaani muda mwingi wanapenda kukaa na mpira. Mpanzu anapenda kukaa na mpira. Umeona vizuri? Jana walimweka tena Barua na yeye ni mtu wa kukaa na mpira. Umeona? Ateba lazima kwanza akae na mpira, azunguke kidogo ndo atoe pasi bora. Kwa mtu pekee ambaye ana uwezo wa kuchukua ni achie. Fungua afanye nini? Anakuaga ni Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua sio mtu wa kufanya sana dribbling. Ni mtu ambaye anaweza kaachia, akakimbia kwenye nafasi, akakaa kwenye nafasi ukimpigia kakufunga au katengeneza. Umeona? Yes, kuna muda avutii sana kiuchezaji wake. Na ndio maana watu wengi hawampendi. Lakini jana unaona umuhimu wake kwa sababu muda mwingi huwa anacheza kwenye box na ndio maana magoli mengi amekuwa akiyafunga. Lakini ukiacha hivyo pia ana uwezo wa kupiga set pieces. Kwa mfano jana Simba walipata set pieces karibu na box karibia 4. Kiasi ambacho kama ungekuwa na mtu wa set pieces bora kwa mfano kama Jean Charles Ahoua unapata goli kirahisi. Umeona balaa linapoanzia hapo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa jana wali miss uwepo wa mtu kama Jean Charles Ahoua. Awesu alipewa yale majukumu lakini hakuwa na ufanisi wowote jana. Yalikuwa mazito, alikuwa anapoteza sana mipira. Awesu na kuna eneo ambalo pia anapaswa kuboresha. Umeona final product yake. Lakini eneo la ubunifu pia Awesu ametoka KMC akiwa anacheza vizuri sana na tunamfahamu ubora wake, lakini kiukweli kwa jana kwa kiasi kikubwa sana alishindwa kabisa kuvaa viatu vya Jean Charles Ahoua. Nafikiri pale ndio Simba wanapaswa kuwa na respect kwa Jean Charles Ahoua na wanapaswa pia kuingia sokoni kwenda kutafuta tena attacking midfielder ambaye ana uwezo wa kukupa vitu vyote viwili, magoli lakini pia ubunifu. Vizuri ili waache kumkumbuka Chama. Waache kumkumbuka na wapate replacement sahihi ya Jean Charles Ahoua. Lakini kwa Awesu kila nikimwangalia sioni kama anaweza kavaa viatu vya Jean Charles Ahoua au kuwa creator kwenye lile eneo la pocket. Umeona na anapocheza Jean Charles Ahoua sioni kwa Awesu. Umeona hata pia Edwin Barua. Unajua ukimwangalia Mpanzu na Kibu Denis ndio unaona level ya mawinga wa Simba ilipo. Ukimtoa Kibu Denis na Elim Mpanzu akabaki labda Chasambi, Edwin Barua ndo mawinga wa Simba. Simba haina utofauti wowote na Mbeya City. Ya kawaida sana. Hebu tukazie hapo. Ukimtoa Kibu Denis Prosper, ukimtoa na Elim Mpanzu, mawinga wakabaki ni Edwin Barua na Chasambi. Simba haina utofauti wowote na Mbeya City. Yaani huoni hiyo quality. Yaani level yao ni ya kawaida. Yaani winga sasa hivi, winga wa kisasa anapaswa kupa vitu vingi sana, ubunifu, magoli, wala vizuri na mambo mengi sana. Lakini ukiwategemea Edwin Barua na Chasambi ndio wafanye vizuri kimataifa. Kwa ligi ya ndani inawezekana kupata matokeo kwa sababu ligi ya ndani tunafahamu mambo yetu hapa. Umeona? Inawezekana kupata matokeo. Lakini ukategemea Chasambi na Edwin Barua ndio wao replacement ya Mpanzu na Kibu Denis na wakupe matokeo, tunaenda kukutana labda na Berkane, kaka Simba wajue kabisa
watapata maumivu makubwa sana na waandae diklopa. Shughuli itakuwa ngumu sana kwa yani Simba bado inatengenezwa kaka. Yani pale ndo kila siku wanapaswa kunielewa. Mimi nizungumza kwamba bado Simba kweli imefika finali ya CAF Confederation Cup. Lakini Simba bado inapikwa haijatengeneza ni kuna level. Na ndio yani kitoto cha kuingia tu mpanzo na kuonyesha ile quality aliyokuwa nayo. Alafu hao wengine wameshindwa kwenda kucompete kwenye level alokuwepo. kidogo. Ndio inakuonyesha kabisa kwamba Simba bado kuna baadhi ya maeneo wanapaswa kufanya nini? Kuongeza watu. Na hapo eneo jana zile mbavu mbili za Simba Sport Club hazikucheza kwa kipindi cha kwanza na watu walikuwa wanapiga kelele hivi, hao watu inabidi watu wapate mbadala kweli kwa kiwango cha Nouma na Duchu kweli. Akiwa wapo Simba tunaiona ikifanya vizuri kwa jana tu hawapo tunaona kipindi cha kwanza, ila wameshindwa kutoa kile ambacho wanachokitoa kwa asilimia kubwa, na watu walikuwa wanasema umri umeenda mpaka sasa hivi tunaweza tukakiri Mohamed Hussein na Kapombe hawajapata watu sahihi wa kuwa challenge kwenye namba zao, hususan hata Nouma na Duchu ambao wanapewa nafasi kwa asilimia kubwa sasa hivi. Kaka, kawaida wa Tanzania wengi huwa tuna adabu. Tunashindoga kuwa na appreciation. Na huwa kuna muda hatujikubali tu binafsi. Tunapenda sana shobo, kushobokea sana wageni, wageni shobo nyingi. Ila ukweli ni kwamba class walioitengeneza Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala ni ya kipekee sana kwenye nchi hii. Sijaona. Si watu wanasemaga sijui watola kasi yao sijui dalili. Kwa Shomari Kapombe, kwa klasi aliyokuwa nayo Shomari Kapombe, sijawahi kuona kama amewahi kumfikia. Hata kidogo. Mabeki wote waliokuja nchi hii, mabeki wa pembeni, sijawahi kuona aliwahi kufika kwenye klasi ya Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Zimbo Junior. Hata wa nje wanaokuja, sijawahi kuona wakifikia hiyo klasi ya Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Ni kwa sababu tu wa Tanzania tunaga adabu. Huwa tunachukulia sana poa vitu vya kwetu. Umeelewa vizuri Mara kadhaa ambazo wamekuja wageni hapa katikati. Alikujaga Juma Shabani, alikujaga wachezaji wengi sijui nani yule Asante Kwasi nani. Walikujaga hapa wakaimbwa sana na kadhalika, lakini walikaa muda mfupi kaka. Alafu Shomari Kapombe na Shabalala wakaja wakachukua nafasi zao wao kwamba wanapepea namna hii. Bado wapo. Wao unasema wana umri mkubwa lakini wanaendelea kutoa performance bora sana kwenye kosi ya Simba. Mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa na heshima na hao wachezaji. Kuna kasumba moja ambayo ipo kwenye mpira wetu. Legend huwa hawapewi hiyo heshima. Shomari Kapombe na Shabalala ni legend kwenye kikosi cha Simba. Wanapaswa kuwaheshimu mno. Hawapaswi kuwavunjia heshima. Of course inatokeaga wanafanya makosa. Yes. Ni makosa ya kimpira, lakini hawapaswi hata kidogo kuwavunjia heshima. Sasa jana ndio utaona kati ya klasi ya Mohamed Hussein Shabalala na Valentin Nouma. Alafu iangalie klasi ya Shomari Kapombe na Duchu. Duchu ni potential player. Ana kitu. Aendelee kuwa anapewa nafasi taratibu. Aendelee kujifunza pia kwa Kapombe. Bila vizuri atafikia hiyo potential. Anaonekana mchezaji mzuri. Lakini klasi ya Kapombe na Shabalala nchi hii narudia sijaiona. Nchi hii sijaiona Shomari Kapombe na Shabalala klasi yao, sijaiona. Ni kukosa adabu kwa Watanzania kutokukubali vya kwetu, kutokuthamini vya kwetu na shobo nyingi za wageni. Lakini tukiwa wa kweli na tukiacha unafiki, Shomari Kapombe na Shabalala ni level nyingine sana kwa mabeki wa pembeni wa Tanzania. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Mimi nina heshima zote na mabeki wawili. Sasa wewe kama unawachukia kwa chuki zako, wewe ni wewe na upuuzi wako mwenyewe. Wewe kama unawachukia kwa sababu sio wachezaji wako, wewe utajijua mwenyewe, lakini ukweli utabaki ya kwamba Shomari Kapombe na Shabalala kwa nchi wana heshima ya kipekee. Wana heshima ya kipekee. Even if hata watakuja kuharibu kufanya nini wakataka umri umeenda na kadhalika, lakini kwangu mimi class waliotengeneza kile walichokifanya was very superb, na Simba Sports Club wanapaswa kutengeneza picha ikae kwenye makumbusho kwamba picha ya watu wawili kabisa, ikae kwenye makumbusho kwamba tuliwahi kupitiwa na mabeki bora zaidi nchi hii, Mohamed Hussein Shabalala na Shomari Kapombe. Sasa wewe kama utaki kusikia hili, utajijua wewe na akili zako za kipuuzi. Tumalize na hili na Kabwe. Musa Kamala Pinpin, mechi
kama ya 4 hivi ya 3 na muangalia Musa Kamala Pinpin kwa jicho la kiufundi sana. Kamala Pinpin sio mzuri sana akipigiwa mipira ya mbali. Sio kwamba sio mzuri sana akipigiwa mpira ya mbali. Kamara ana makosa mengi binafsi, kuna muda yanaigharimu Simba. Nishe kukwambia Simba structure wise Mwalimu Fadlu Davis kaitengeneza vizuri sana. Yaani Simba ni ngumu kuweza kuwafikia kwenye lango lao. Ufanye kazi kaka. Na kwa ngumu sana. Ni ngumu kweli kweli. Lakini kinachowagharimu Simba ni makosa binafsi ya mchezaji mmoja mmoja. Unanielewa vizuri eh? Kuelewa vizuri. Leo atafanya makosa Dandi Shemalon Fondo. Kesho atafanya makosa Abdurazak Hamza. Mtondogo atafanya makosa golikipa Pinpin Kamara. Na Pinpin Kamara nafasi yake ni nafasi nyeti sana ambayo ukifanya kosa moja ni chuma kaka. Kosa moja linaonekana. Yaani ni chuma. Unaelewa vizuri? Kwa nafasi ambayo hairuhusu wewe golikipa mwenye level ya Simba Sports Club kufanya makosa mengi ya kipuuzi ambayo inaweza kugharimu timu yako. Of course amekuwa akifanya kazi nzuri sana Kamara. Ni mmoja kati ya makipa wazuri, wanauo bora, ametengeneza level nyingine kwenye kikosi cha Simba, lakini Simba wanahitaji kumchallenge. Apate mtu wa kumchallenge. Yeah, wanahitaji kumchallenge. Ali Salim sio mtu sahihi wa kumchallenge Pinpin Kamara. Ali Salim ni kipa mzuri lakini hapati nafasi na bado anakuwa, alikuwa bado anajifunza vitu vingi sana. Nafikiri alipaswa kufanya zaidi ili kuendelea kumchallenge Pinpin Kamara. Bado hana challenge wa kutosha. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi niliamini Simba kuna eneo pia wanapaswa kumchallenge. Yaani kuna makosa anayofanya yanajigharimu Simba. Yeah, bado ana makosa mengi binafsi Pinpin Kamara. Pamoja na ubora aliokuwa nao. Lakini kuna muda anaigharimu Simba. Ana makosa mengi sana. Kaka ana makosa mengi binafsi. Yaani Pinpin Kamara na sio mara ya kwanza. Kuna muda mechi ya Yanga aliwagharimu. Mechi ya jana pia lile goli alofungwa. Umeona eh? Kuna mechi nyingine, mechi ya Coast nakumbuka. Mechi ya Fountain Gate. Alafu Simba mechi nyingi ambazo Simba msimu huu amedondosha alama. Pinpin Kamara amechangia kwa kiasi kikubwa sana Simba kufanya nini? Kupata. Mechi ya Coast 2-2. Mechi ya jana kidogo apoteza alama. Mechi ya Fountain Gate ambayo rudishwa mpira na Chasambi pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Umeelewa vizuri eh? Dati nimesahau kuna mechi nyingi. Mechi ya Al-Masry pia ile tuliona away kule, umeona. Of course kufanya makosa sio shida, lakini asizidi kwa klabu ya soka ya Simba. Class ya Simba kaka haikuruhusu wewe ufanye makosa mara kwa mara, na ndio maana kipa ukienda pale unalipwa fedha nyingi, kipa ukienda pale unapaswa kuwa exception. Huwezi kuwa golikipa wa kawaida, yani golikipa wa Nandi wa Mashujaa ama golikipa wa Ken Gold ama golikipa wa labda tuseme Fountain Gate anafanya makosa ya kipuuzi na wewe golikipa wa Simba ufanye makosa ya kipuuzi. Tena raia kigeni kabisa. Hilo tatizo. Hilo ni nini? Tatizo. Lazima kuwe kuna tofauti kati yako wewe na hawa magolikipa wengine, kwa sababu Simba pia ni tofauti na hizi timu zingine. Na ndio maana unaona Djigui Diarra alikuja hapa akatengeneza daraja lake tofauti. Kwa sababu Young Africans ni klabu kubwa na tofauti na klabu zingine, na golikipa ambaye anapaswa kucheza kwenye klabu kwa mfano kama Young Africans ni golikipa exceptional. Anapaswa kuwa tofauti na hivi vilabu vingine. Na ndio maana tukawa tunamwimba Djigui Diarra ni golikipa bora Tanzania. Sijumla vizuri. Kwa mimi naamini kabisa yes, Pinpin Kamara kaja kaleta tofauti, ni golikipa bora, lakini bado kuna maeneo mengi anafanya makosa mengi binafsi ambayo yamekuwa kigharimu Simba Sports Club, kitu ambacho kwa mimi naamini hapaswi kufanya hivyo. Na kama inawezekana Simba Sports Club wanapaswa kumletea mtu ambaye anaweza akamchallenge vilivyo, hata kama ni mzawa, na apewe nafasi sasa. Yani asikae tu bench, apewe nafasi. Manula vipi akipewa nafasi ya kucheza? Atakuwa ni kiwango sahihi cha kumchallenge Pinpin Kamara. Manula ni golikipa ambaye ana historia ya kipekee sana Simba. Kwanza hapaswi kumvunjia heshima. Wanapaswa kumheshimu sana Manula. Manula akafanya vitu vingi sana Simba. Ni legend. Bona eh? Na ndio nimekwambia kuna kasumba moja ya kipuuzi ambayo ipo nchini kwetu. Atuheshimu wao wachezaji ambao walifanya makubwa kwenye klabu. Umeelewa vizuri? Manula ni legend. Yes, inawezekana uwezo wake umeshuka kwa kiasi kikubwa. Umeona eh? Uwezo wake labda ni wa kawaida, lakini alipaswa kupewa nafasi. Second chance alipaswa kupewa. Tuone anamchallenge vipi
Umenielewa vizuri? Kuliko kuweka chuki, mkamwekea chuki Manula, mkamfanyia fitna, mkamfanyia vitimbwi. Nafikiri hii haipaswi kuwa hivi. Na kwanza kuwashobokea tu wageni kwa sababu ni wageni wanakuja mna shobo tu za kijinga. Haipaswi kuwa hivyo. Umenielewa vizuri? Manula ni golikipa ambaye ametengeneza historia kubwa sana kwenye klabu ya soka ya Simba. Wanapaswa kumheshimu kwa vyovyote vile. Wanapaswa kumheshimu. Umeona? Kwa mimi kwa klasi aliyokuwa nayo Manula, kama angerudi kwenye ubora wake, anamchallenge vizuri sana yule Kamara. Anamchallenge vizuri. Umeona? Kwa sababu Manula ni golikipa mzuri. Lakini sasa Manula hapa katikati kapitia majeraha mengi, umeona? Yaani ukweli lazima tuongee. Manula alikuwa majeruhi, kapitia majeraha mengi. Kiasi ambacho imepelekea mpaka akapoteza nafasi yake. Simba wasingeweza kumsubiri. Hilo na watetea Simba. Wasingeweza kumsubiri eti Manula mpaka apone ndio aje tena kae namba 1. Hapana, ilikuwa lazima wamletee kipa mwingine. Sasa kaja Pimpin Kamara kaonyesha kiwango kizuri. Uwezi tu kumtoa from nowhere kwa kusema toka ingie Manula. Hamna hiyo, haipo hiyo. Hayo ni maamuzi ya kocha mwenyewe. Akiona inafaa kumpa Manula nafasi, anza kumpa Manula. Wakiona afai, wanaweza kaachana naye Manula akaenda kutafuta changamoto nyingine. Lakini kwa mimi naamini kwa klasi alikuwa nayo Manula, kama atakuwa kwenye kiwango chake bora, anamchallenge vizuri sana Pimpin Kamara. Okay, shukrani. Nashukuru sana ndugu yangu. Kawabe.